Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Hatimaye John Heche azungumza akiwa gerezani na kufichua siri nzito nyuma ya pazia. Pia John Heche alituma ujumbe mkali kwa Watanzania wote na kutuma ujumbe kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Ujumbe wa John Heche kutoka gerezani leo umevuta hisia za kitaifa, wakati naibu mwenyekiti huyo wa Chadema ambaye kwa sasa anashikiliwa au kufungwa katika mahabusu ya Mtumba mjini Dodoma aliufikia umma na kutoa kauli nzito kuhusu mapenzi yake kwa nchi yake na imani yake isiyoyumba. Katika ujumbe wa John Heche sasa hivi kutoka gerezani, alisisitiza kwamba licha ya kuwa gerezani, uzalendo wake bado haujatikisika na moyo wake wa kujitolea katika kuboresha Tanzania haujatikisika. Alionyesha fahari kubwa katika kulitumikia taifa la Tanzania na kuweza kufichua siri nyingi na kuweza kuzungumza na Watanzania, akisema kwamba imani inasalia kuwa msingi wa usadikisho wake wa kisiasa na nguvu za kibinafsi. Maneno yake yaliyojaa unyenyekevu na ujasiri yalibeba uzito wa mtu aliyedhamiria kutovunjwa na hali yake au kuingiwa na hofu hata baada ya kukamatwa na jeshi la polisi. Katika ujumbe wa John Heche leo kutoka gerezani, alieleza kuwa kufungwa kwake au kuzuiliwa kwake hakujabadilisha uaminifu wake kwa kanuni zake au kwa watu wa Tanzania. Alisema kwamba anasimama kidete bila uoga katika imani yake kwamba uongozi lazima ujengwe katika uadilifu wa kimaadili na imani katika haki ya kimungu. Alisema kwamba kumtumikia Mungu humpa nguvu za kukabiliana na mnyanyaso na kwamba hakuna kifungo chochote kinachoweza kumtenganisha na kusudi lake. Alisisitiza kuwa mapambano yake ya kisiasa si ya kujinufaisha binafsi bali ni ya haki, uadilifu na umoja wa kitaifa wa Tanzania wote. Ujumbe wa John Heche kutoka gerezani leo pia ulilaani wazo la maelewano ya kisiasa kwa manufaa ya ubinafsi. Alisema anakataa ushirikiano na watu binafsi au mifumo inayofanya kazi nje ya sheria, huku akisisitiza kuwa wajibu wake ni kulinda maslahi ya taifa na kuzingatia utawala wa sheria kwa vizazi vyote. Ujumbe wake ulikuwa wa uthabiti kwamba hata chini ya shinikizo au kuzuiliwa, hata saliti harakati za kidemokrasia au kanuni zinazofafanua dhamira yake ya kisiasa. Katika kuendeleza ujumbe wa John Heche akiwa gerezani, alieleza kuwa uhalifu wake mkubwa zaidi kuwa ulikuwa kukataa kwake kuacha harakati za mageuzi au kupotosha ukweli. Alikiri kuwa kifungo chake kinaweza kuwa ni matokeo ya kusimama kidete kupinga ufisadi wa kisiasa na ghiliba, lakini akashikilia kuwa afadhali adhulumiwe kuliko kusaliti imani yake na kuwasaliti wa Tanzania. Alisema bado yupo imara na amejitolea kwa nia yake, akiamini kwamba ukweli utashinda uongo na uonevu siku moja. Kupitia ujumbe wa John Heche gerezani, alithibitisha imani yake kwa Mungu kama mlinzi mkuu na chanzo cha haki. Alieleza kuwa utume wake kwa wananchi wa Tanzania umejikita katika mwongozo wa Mwenyezi Mungu na kwamba kila pambano analokabiliana nalo lina umuhimu wa kiroho. Alitangaza kwamba amekabidhi vita vyake kwa Mungu na anaamini kwamba kupitia maombi na uvumilivu haki itaweza kupatikana siku moja. Ujumbe wake ulionyesha sauti ya tumaini na ya kusikitisha, ikichanganya usadikisho wa kiroho na azimio la kisiasa. Katika ujumbe wa John Heche kutoka gerezani, pia alizungumza moja kwa moja na vijana wa Kitanzania Gen Z, akiwataka kutokata tamaa au kukatishwa tamaa na mateso anayopata viongozi wao. Alisema majaribu ni magumu na ni sehemu ya safari ya kuelekea mageuzi ya kitaifa, na kuwakumbusha vijana wa Gen Z kuwa Mungu anasimama pamoja na wenye haki. Wito wake wa ujasiri ulikuwa wazi kwamba mabadiliko hayapatikani kamwe kwa njia ya woga, bali kupitia imani na udhabiti katika uso wa dhiki. Aliendelea katika ujumbe wake John Heche kutoka gerezani kuwaambia vijana kwamba jukumu lao katika kuunda mustakabali wa Tanzania haliwezi kubadilishwa. Aliwasihi wabaki imara, wajasiri na waliojitolea kwa kweli, haki na utumishi kwa taifa. Aliwakumbusha kuwa mabadiliko ya kweli hayatokani na chuki au kulipiza kisasi, bali yanatokana na upendo kwa taifa na huruma kwa watu wake. Ujumbe wake ulimtaka kila kijana wa Gen Z kujiona kama wakala wa amani na mabadiliko. Katika ujumbe wa John Heche kutoka gerezani, alitafakari juu ya hali ngumu za kifungo au kuzuiliwa na upweke unaoletwa na kufungwa jela. Hata hivyo, alionyesha shukrani kwa ajili ya amani ya kiroho ambayo inaweza kumtegemeza na kumtia imani.
Alisema ingawa kuta zinaweza kuubana mwili wake, haziwezi kufunga fikra zake, imani yake au matumaini ya Tanzania iliyo bora. Maneno yake yaliwakumbusha wasikilizaji kwamba ujasiri katika shida mara nyingi huwa mbegu ya upya wa kitaifa. Ujumbe wa John Heche kutoka gerezani umesikika sana miongoni mwa wafuasi wake na umma mpana, ambao wengi wao katika mitandao ya kijamii wanaona hali yake kama ishara mapambano mapana ya demokrasia na haki nchini Tanzania. Sauti yake tulivu na thabiti ilifunua mtu ambaye ingawa amefungwa kimwili anaendelea kuwa huru kiroho na asiyetikisika kiadili. Ujumbe wake umeelezewa kuwa somo la maadili na kauli ya kisiasa dhidi ya uoga na dhuluma. Katika ujumbe wa John Heche kutoka gerezani, hakuonyesha uchungu wowote au masikitiko yoyote kwa wale waliosababisha kufungwa kwake. Badala yake alitoa ujumbe wa msamaha na upatanisho, akisema kuwa kisasi hakifanikiwi chochote huku uelewa na ukweli ukiponya taifa. Alitoa wito kwa viongozi kukumbuka kuwa nguvu ya kweli haipo katika udhibiti au vitisho, bali katika utumishi na unyenyekevu. Maneno yake yalikuwa ni ukumbusho wa maadili ambayo Tanzania inapaswa kuzingatia ili kusonga mbele kama taifa. Katika tafakari ya kina ya ujumbe wa John Heche kutoka gerezani leo, aliwakumbusha Watanzania kwamba uhuru wa kweli unaanzia akilini na moyoni na si kwa kukosa kuta au minyororo. Aliwataka wananchi kuona kufungwa kwake si kushindwa, bali ni sehemu ya safari pana ya kuelekea haki na usawa. John Heche alieleza kuwa kila mapambano yanayowakabili viongozi na wananchi wa upinzani yanapaswa kuimarisha azma ya pamoja ya kujenga taifa la haki ambalo linawajibika. Alisisitiza kuwa uimara wa wananchi si nguvu ya watesi wao ndio inayobainisha hatima ya Tanzania. Ujumbe wa John Heche kutoka gerezani ulipoenea katika jamii, wananchi wengi walianza kuuona kama wito wa kimaadili, ukumbusho kwamba ukimya mbele ya dhuluma huimarisha tu dhuluma. Kulingana naye, ukaidi tulivu wa John Heche na imani isiyoyumbayumba ikawa mahali pa mkutano kwa wale wanaoamini katika demokrasia, ukweli na utu wa binadamu. Maneno yake yalizua mijadala katika duru za kijamii na kisiasa kuhusu thamani ya kusimama kidete wakati gharama ni mateso ya kibinafsi. Aliwakumbusha Watanzania kuwa historia haiwakumbuki walioinama kwa uoga au kuogopa, bali wale waliosimamia kilicho sahihi hata pale ambapo hakikupendwa au kuzuiliwa. Mtazamaji, kuna matarajio ya kwamba John Heche ataweza kufikishwa na kufunguliwa mashtaka mahakamani kwa makosa ambayo aliweza kukamatwa nayo hivi majuzi. Vilevile mtazamaji, nikimalizia taarifa hizi, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa hizi, kuhusiana na ujumbe huu wa John Heche ambao amezungumza na vyombo vya habari na kuutuma kwa Watanzania akiwa gerezani. Mtazamaji, tukimalizia taarifa hizi, bonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana. Alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Endapo utabonyeza kiboksi hicho, kitaweza kukuelekeza katika taarifa, video ama habari zetu mpya zinazojiri sasa hivi.